Mguu atabadilisha mara kwa mara, kila baada ya mwaka mmoja lazima abadilishe mpaka atakapotimiza umri wa utu uzima, kwa maana ya miaka 18. Na si hilo tu kubadilisha mguu, hata operation anarudia mara kwa mara. Hivi tunavyozungumza tayari ameshafanya operation 3. Mkazi wa Msongola, wilaya Ilala, jijini Dar es Salaam, Ali Mkii amefungwa mashtaka ya madai mahakamani dhidi ya hospitali ya Aga Khan iliyopo jijini humo, akitaka imlipe kiasi cha shilingi bilioni 1.2 kama fidia iliyotokana na uzembe wa hospitali hiyo na kusababisha mtoto wake kukatwa na kuondolewa kwa mguu wake wa kulia na hivyo kuwa na ulemavu wa kudumu. Hata hivyo, wakili wa utetezi wa upande wa mashtaka Pasensa Kurubone alifafanua kwamba shauri hilo la madai limefunguliwa katika mahakama hiyo, ambapo washtakiwa ni hospitali hiyo pamoja na daktari aliyehusika na matibabu ya mtoto huyo. Hii ni Swahili Media, usisahau kulike, kusubscribe, kushare pamoja na kucomment. Kwa majina naitwa Ali Mkii, ni baba mzazi wa mtoto Rahma Mkii ambaye amepata changamoto ya ulemavu wa kuondokewa na mguu mmoja wa kulia. Mtoto aliumia katika mazingira ya mtaani hapa nyumbani akiwa katika michezo yake ya kawaida. Tukafanikiwa kumpeleka hospitali ya Aga Khan, tawi lake dogo liko Mbagala. Akapokelewa na akafanywa kipimo cha x-ray. Baada ya x-ray tukaamriwa aende hospitali kubwa ambayo iko mjini. Baada ya kumfikisha hospitali kubwa ya Aga Khan, wakaamua kwamba afungwe POP ambaye ni hogo. Kwa hiyo hogo ndio lilopelekea mtoto huyu kupata ulemavu. Na huduma ya kwanza tuliyopata pale ni kufungua lile POP. Baada ya kufungua wakatulaza siku moja, na walishauri vipimo viwili, walishauri kufanya ultrasound, lakini pia baadaye wakafanya CT scan ili kuangalia mishipa kama iko salama. Walivyofanya wakaja kunipa majibu kwamba damu inaonyesha imesimama, haina mawasiliano, haiendi, kwa maana mzunguko wa damu pale haupo. Akasema hapa njia ya kufanya tuondoe hiki kiungo, kwa maana ya kukatwa mguu. Sikukubaliana na hilo kwa sababu niliona ni kipindi kifupi sana na sikutegemea kwamba yatakuja matokeo hayo. Kwa hiyo tukaomba sisi waturuhusu tuende katika hospitali kubwa ya taifa Muhimbili ili kwenda kufanya uchunguzi zaidi. Kwa tukavutana, baadaye wakaturuhusu tukaenda Muhimbili, na wao baada ya kufanya kipimo wakasema damu hapa haizunguki, kiungo kishasimama damu, ni lazima tukiondoe, tukate, na tukichelewa mtoto anaweza akapotea. Kwa tukaona bora tunusuru mtoto ili kupoteza hicho kidogo. Kwa hiyo akakatwa mguu hospitali ya taifa Muhimbili. Baada kupatiwa matibabu Muhimbili, mimi nilirudi nyumbani na nikaandika barua ya kuwaomba hospitali ya Aga Khan, nikiamini kwamba mtoto wangu alikwenda akiwa hayuko katika hali mbaya, lakini leo hii amepoteza mguu, na maana matibabu yale ndio yamepelekea mwanangu apoteze kiungo cha mguu. Kwa hiyo niliandika barua ya kuwaomba, mtoto sasa anapitia kwenye changamoto, atakuwa na gharama nyingi za kimaisha, atatakiwa kupata mguu kila mara. Kwa hivyo niliomba wanisaidie kupata gharama za maisha yake huyu mtoto. Lakini barua ile ilipokelewa na hawakuweza kuijibu. Baada ya hapo nikaona niende Wizara ya Afya, na nilimtafuta Mheshimiwa Waziri kwa wakati ule, Mheshimiwa Umi Mwalimu, akalipa umuhimu wa hili jambo. Ikaundwa kamati ya kufuatilia. Niliwahi kuhojiwa na kamati ya wizara na nikapewa mwanzoni barua za kuonyesha jambo linakwendaje, lakini baada ya hapo sasa kukaingia kiza, kwa sababu kulichukua muda mrefu sana bila kupata majibu nini kinachoendelea katika uchunguzi wa jambo la mtoto wangu. Barua ambayo wamenipatia MCT inasema mtoto alipata huduma stahiki kipindi chote alichohudhuria hospitali. Mara zote mbili alizolazwa hospitalini hapo. Lakini mtoto hakulazwa kama wanavyosema wao. Mara ya kwanza nimeshasema hapo awali, ametibabiwa, siku hiyo hiyo amerudishwa nyumbani.
amelazwa mara moja ambayo alipoenda kufunguliwa lile POP. Kwa hiyo anapozungumza kwamba mtoto alipatiwa huduma stahiki mara zote kipindi chote alichozwa pale hospitali, sio kweli. Mguu atabadilisha mara kwa mara, kila baada ya mwaka mmoja lazima abadilishe mpaka atakapotimiza umri wa utu uzima, kwa maana ya miaka 18. Na si hilo tu kubadilisha mguu, hata operation anarudia mara kwa mara. Hivi tunavyozungumza tayari ameshafanya operation 3. Kila anapokuwa baada ya miezi 9 au 10 mpaka 11, unakuta huo mguu alionao hawezi kuvaa tena. Moja, anasikia maumivu, ina maana mfupa umeshasogea eneo lile ambalo kile kiungo anachovaa. Ukirudi hospitali, ukimcheki kwenye x-ray, unaona mfupa huu hapa unasogea. Kwa hiyo ukichelewa unafungua mguu, unafungua nyama, unataka kutoka ule mfupa. Kwa hiyo anarudi hospitali, analazwa, anafanywa operation, anachana nyama, wanafuata mfupa, wanakata, wanapunguza mfupa kwa kukata, wanashona, anakaa kuuguza kidonda, akipona anarudi tena kuvaa mguu wake. Lakini sambamba na ukuaji huo anavyokuwa ndivyo mguu unavyomuacha. Kuna wakati hata huwa sasa ukimwona anavyotembea, unakuta ule mguu mmoja mrefu, mmoja mfupi. Kwa hivyo changamoto ni hiyo mpaka miaka 18 atimize. Sio kwa tu miguu yake ni gharama. Kwa mfano, kwa mara ya kwanza mguu tuliupata kwa shilingi 2.2 na nusu. Mara ya pili tukapata 3,500,000 na pointi. Kwa hivyo kama tunavyosema, kila mwaka natakiwa kubadilisha, kwa na mguu ni gharama kiasi hicho. Kwa hiyo ni changamoto kwa mimi mtu wa kawaida. Kwa majina anaitwa wakili Pasensa Dickson Kurubone. Ni wakili wa kujitegemea, na katika shauri hili ni shauri ambalo ni shauri baina ya Ali Salum Mkii ambaye ni guardian au kwa maana ya mlezi au msimamizi wa mtoto Rahima ambaye ni mtoto wake, ambaye kimsingi ni mtoto mdogo lakini ndiye ambaye amesababishiwa madhara, na kwa mujibu wa sheria mtoto hawezi kusimama yeye mwenyewe mahakamani. Kwa hivyo baba yake amesimama kwa niaba yake na kuleta madai juu ya madhara ambayo alisababishiwa na wadaiwa katika hii kesi ambao ni Aga Khan Hospital pamoja na daktari ambaye nimemsahau kwa jina, lakini daktari ambaye ameajiriwa katika hospitali hiyo ambayo kimsingi kwa pamoja wameleta madhara, kusababisha madhara kwa mteja wetu. Madhara yaliyosababishwa tunasema na kwamba kwa baada ya mteja wetu kuwa ameenda hospitali pale kwa ajili ya kupokea matibabu, na kuna uzembe ambao ulifanyika na hospitali yenyewe lakini pamoja na daktari ambao uliweza kupelekea mguu wa mtoto yule kukatwa. Sasa madhara hayo ni makubwa, na kutokana na madhara hayo yaliyosababishwa kwa sababu yalikuwa ni ya kiuzembe, na ndio maana mteja wangu ameona kwamba na madai ya kutosha na ya msingi. Kiasi ambacho mteja wangu amekuja kukidai mahakamani ni kiasi cha shilingi 700,000 kama nafuu halisi au kwa maana specific damages, lakini pia anadai 500,000 kama nafuu za jumla au kwa maana general damages. Hiyo ndo madai ambayo anadai. Lakini hata hivyo, baada ya kuwa tumemaliza kuleta mashauri haya kwa maana ya pleadings au nyaraka, basi upande wa pili waliibua hoja au kwa maana ya pingamizi ya kwamba mahakama hii haina mamlaka kusikiliza shauri hili kwa sababu ya kwamba linajikita katika mambo ya kiutaalamu, na hivyo pengine ingetakiwa iende kwenye mabaraza yanayohusiana na mambo ya madaktari kama MCT. Lakini baada ya kuwa tumefanya mawasilisho, baada ya kupangiwa kwa njia ya maandishi, leo mahakama imeweza kutoa uamuzi wake baada ya kupitia mawasilisho tuliyoyatoa, na baada ya kuwa tumeieleza mahakama ya kwamba hii nayo mamlaka kusikiliza, kwa sababu kile kinachodaiwa au kilicholetwa mahakamani hapa ni kitu ambacho mabaraza ya taaluma hayawezi kutoa, kwa sababu mabaraza ya taaluma hawezi kutoa au kusikiliza mashauri yanayohusiana na madhara kwa mtu mwingine kwa maana ya tort. Ili anaweza kusikiliza mambo yanayohusiana na kitaalamu kwa maana ya disciplinary issues, mambo ya nidhamu hayo ambayo hata mwisho wa siku wanaweza wakatoa labda mtu aondolewe kwenye role au mtu afukuzwe kazi, kitu ambacho ndo mambo yanaweza kusikilizwa katika mabaraza hayo. Lakini sisi tulichokileta mahakamani hapa ni madai kwa maana ya fidia kulingana na madhara yaliyotolewa ambayo ni tort.
ambayo yote hawezi kusikilizwa na mabaraza, isipokuwa mahakama hii ndio yenye mamlaka ya kusikiliza mashauri kama haya. Na ndio maana mahakama baada ya kupitia na kila kitu na kujiridhisha na kupitia sheria imeridhika pamoja na mapingano na mawasilisho yetu kwamba ni kweli mahakama hii nayo mamlaka ya kusikiliza shauri hili, na baada ya hapo imeweza kutupilia mbali hilo pingamizi, na hivyo tutakuja tumepangiwa tarehe 30 kwa ajili ya kuja kuendelea na hatua nyingine inayofuata ambayo ni kwa ajili ya kongamano la kwanza au kwa maana ya first PTC.